Haleluya. Nichukue nafasi hii kumkaribisha mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya somo la mchana. Karibu sana kuja kutulisha chakula cha kiroho, na tuwe tayari. Huu ndio ule muda mzuri unaandaa kitabu chako, peni yako, Biblia kupata somo. Haleluya. Karibu sana mtu wa Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wakati huu ambapo umetupa kibali tukasikie neno lako. Ninaomba Baba wa mbinguni, endelea kutufundisha, weka maneno yako ndani yangu, ninene kama ulivyonituma. Bariki kila anayesikiliza apate kusikiliza na kutii kila kinachotoka kwako Bwana. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asanteni sana. Natumaini wote hamjambo. Na mimi pia si jambo, ingawa hapa katikati kulikuwa na mafua. Niko nayo ya kutosha sana na mpaka saa hizi bado ananisumbua. Lakini nikaona mimi nisiwe kama mwenzangu hapa aliyekuwa na mafua akatoa udhuru akalala mbele. Kwa hiyo mimi sikutaka kuwa hivyo. Hao ndugu zangu mimi nawapenda sana, lakini lazima niwaambie ukweli. Ndugu yetu mwingine alituambia kwamba watu wanaokula ndizi ndio wana akili sana, kwa maana sisi ambao tupendi kula ndizi pengine tuna shida. Kwa hiyo ni kawaida ya ndugu zetu. Msomaji? Nipo. Naomba unisaidie sasa Amosi 5 mstari wa 18. Nitaenda taratibu, sio kama nilivyozoeleka ile ya huru. Tunaenda taratibu. Somo langu kichwa kinasema ole udhaniaye umesimama. Kichwa cha somo kinasema ole udhaniaye umesimama. Soma msomaji. Anasemaje? Ole wenu. Ati ole wenu. Subiri sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba ole wenu. Kwanza tunaposema ole, maana yake ni tahadhari. Ni jambo la tahadhari. Ole ni jambo la tahadhari, na tahadhari huwa ipo kwenye mambo ya kukosesha. Unaona kwamba utakapofanya jambo hili ujue kuna hatari hapo mbele. Kwa hiyo ole huwa inaenda kwa mambo ya kukosesha. Hebu kura pause hapo, nisaidie Mathayo 18:7. Mathayo 18:7. Ole inakuwa na mambo ya kukosesha, unapewa tahadhari, unapewa onyo. Soma msomaji. Anasema ole ni wa ulimwengu. Ati ole ni wa ulimwengu. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Kwa hiyo ole ni kwa sababu ya nini? Mambo ya kukosesha. Mambo ya kukosesha. Kwa hiyo utakapopewa onyo, halafu onyo hilo ukaenda kinyume, maana yake ndio unapewa tahadhari. Maana yake kama kuna tahadhari, kuna shida mbele yake. Endelea hapo kwenye Anaendelea kusema maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Kwa hiyo mambo ya kukosesha hayana budi kuja. Sasa rudi kwenye Amosi 5:18. Maana kuna ole ambao tumepewa hapo, na sisi kama sisi wote hapa hakuna ambaye hamsubiri Bwana Yesu. Wote hapa tunamsubiri Bwana Yesu aje atuchukue. Tunasubiri Bwana Yesu. Ole, kichwa cha somo kinaitwa ole udhaniaye ya kwamba umesimama. Ole udhaniaye ya kwamba umesimama. Kwa hiyo wote hapa tunamsubiri Bwana Yesu. Tumesubiri kumlaki Bwana Yesu. Lakini sasa tunatamani siku hiyo ya mwisho ije. Unaona? Lakini sasa tunapewa ole. Soma hiyo Amosi 5:18. Anasemaje? Ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Rudia tena. Ole wenu ninyi mnaotamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza. Nini? Ni giza. Wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu. Endelea. Au aliingia katikati ya nyumba akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza? Wala si nuru? Naam, yenye giza sana. Unaona? Malizia. Wala haina mwanga. Kwa hiyo sasa sisi tunapewa ole kwamba siku ya mwisho sasa ni giza. Siku ya mwisho
ni giza. Sasa giza, tutaona giza kivipi? Nisaidie Sefania 1:14. Sefania 1:14. Kwa sisi tunapewa ole tunayosubiri siku ya Bwana, kwa sababu jamii nzima ya Kristo tunasubiri kumlaki Bwana Yesu. Sidhani kama kuna Mkristo ambaye hamsubiri Yesu. Hivi yupo? Hayupo. Na mtu pia anajua kabisa hata kama atakufa kabla Bwana Yesu kuja, bado tunaamini kwamba kuna kufufuliwa. Kwa hiyo siku, upende usipende, lazima ije. Upende usipende, lazima ije. Soma msomaji. Hiyo siku ya Bwana iliyokuwa karibu. Ati hiyo siku ya Bwana iliyokuwa karibu. Hii karibu. Nayo inafanya haraka sana. Inafanya haraka sana. Endelea. Naam. Sauti ya siku ya Bwana. Shujaa ule kwa uchungu mwingi huko. Shujaa ulia kwa uchungu mwingi huko. Endelea. Siku ile ni siku ya ghadhabu. Siku ile ni siku ya ghadhabu. Twende. Siku ya fadhaa na dhiki. Siku ya uharibifu na ukiwa. Siku ya giza na utusitusi. Siku ya giza na utusitusi. Endelea. Siku ya mawingu na giza kuu. Siku ya tarumbeta na kamsaa. Juu ya miji yenye maboma. Juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki. Ati nami nitawaletea wanadamu dhiki. Hata watakwenda kama vipofu. Watakwenda kama vipofu. Endelea. Kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Kwa hiyo watakaopigwa, watakutana na mapigo hayo ni kwa nini? Kwa sababu wametenda dhambi. Endelea sasa. Na damu yao itamwagwa kama mavumbi. Damu yao itamwagwa kama mavumbi. Twende. Na nyama yao kama mavi. Endelea. Fedha yao wala dhahabu yao haitafanyaje? Havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana. Mstari waisha? Hapana, malizia. Bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake. Maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii. Na mkomo wa kutisha. Unaona? Kwa hiyo sasa sisi ambao tunaisubiria siku ya Bwana, kwanza lazima tujue hayo mambo ndiyo yatakayotokea. Ndio maana tunapewa ole udhaniaye ya kwamba umesimama. Tunapewa ole udhaniaye ya kwamba umesimama. Lazima kwanza utambue siku ya mwisho hayo ndiyo yatakayotokea. Maana watu huwa tunamwabudu Mungu, tunaona kawaida. Unaona? Tunamwabudu Mungu, sometimes unakuta katika hali ya mazoea. Mtu unaweza kaingia hapa, upo kwenye kusanyiko na ni siku ya Sabato, ukajikuta una chati. Unaona? Unajikuta unafanyaje? Una chati. Sasa unaweza kujiuliza, hivi Yesu wakati ameingia kwenye sinagoga na akaanza kusoma maandiko, angechati? Angekana kuchati? Angekana kuchati? Kwa siku ya Bwana ni siku ya hatari. Ndio maana watu wa Mungu wamepewa nini? Wamepewa ole. Watu wa Mungu wamepewa ole kwa sababu Bwana atakuja kwa utisho mkali sana. Bwana atakuja kwa utukufu wake ambao utakuwa ni hatari sana. Msomaji, nipo. Hebu nisaidie kwanza. Timotheo wa kwanza 6:16. Hii tunapokuwa tunatetea utatu huwa tunapenda kuitumia sana tunapokuwa tunapambana dhidi ya wanautatu. Hebu soma kwanza hiyo. Anasema, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Kwa hiyo tunaona Mungu amekaa kwenye nuru asiyeweza kukaribiwa. Utukufu wa Mungu ni mkubwa sana. Kwa hiyo mwanadamu mwenye dhambi hana uwezo hata wa kumsogelea, na ndio maana Yesu anasema heri wenye moyo safi, maana watafanyaje? Watamuona Mungu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu, hata malaika hawamsogelei na kumtazama hivi. Isaya 6:1. Kwa hiyo hata malaika hawasogei na kumchungulia hivi kama tunavyoonana hivi. Lazima wanajifunika kwa sababu ya utukufu wake. Soma msomaji. Anasema katika Isaya 6:1. Anasemaje? Katika mwaka ule alikufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana. Alimuona nani? Alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Kwa hiyo Bwana alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi. Soma mstari wa 2. Anasemaje? Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Kwa hiyo mawili alifunika miguu yake, na mawili alifunika uso. Kwa hiyo ile nuru ya Mungu siyo ya kitoto. Nuru ya Mungu siyo ya kawaida. Unaona?
nuru ya Mungu siyo ya kawaida. Kwa hiyo hakuna mwanadamu mwenye dhambi atakuwa na uwezo wa kumsogelea, kumtazama, kwa sababu Mungu anapokuja kuua wanadamu, ingawa kuna mada ya Mungu anaua, Mungu haui. Mungu anachokifanya, anachoma ile dhambi iliyoko ndani yako. Mungu na dhambi ni kama paka na panya. Mungu na dhambi ni kama paka na panya. Mungu na dhambi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo yeye Mungu atakachokifanya, hata kama anapounguza wanadamu, ni kuchoma ile dhambi iliyoko ndani yako. Dhambi iko ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo anachoma ile dhambi mpaka iteketee, iondoke. Msomaji, nipo. Nisaidie 19:16 Kutoka. Kwa Mungu atakavyoshuka, atashuka na utukufu wake, na utukufu wake utakuwa mkali sana. Nuru yake itachoma wenye dhambi. Soma hapo, soma. Anasema tuone sasa walivyo utukufu wake wa Mungu jinsi ulivyokuwa wakati anawatokea wana wa Israeli, na utukufu wake jinsi ilivyokuwa. Soma msomaji. Ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo ya umeme, twende, na wingu zito juu ya mlima, na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Wakatetemeka. Musa akatoa watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za nchi za kile kilima, mlima wa Sinai. Wote pia ukatoa moshi. Moto wote, mlima ukatoa moshi. Kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu, kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Mlima wote ukatetemeka sana. Endelea. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena. Akanenaje? Naye Mungu akamuitikia kwa sauti. Bwana akashukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Akapanda juu. Endelea. Ndipo Bwana akamwambia Musa, akamwambiaje? Shuka chini, waonye watu wasije wakapasua njia, waje kwa Bwana kutazama. Kisha wengi miongoni mwao wakafanyaje? Wakaangamia. Kwa hiyo Mungu anavyoingia pale Sinai, ingawa pale inasemekana alikuwa ni Bwana Yesu. Unaona, tutaona Mungu anavyoingia pale Sinai, mlima unatetemeka, mlima unafuka moshi. Unaona, ilifikia hatua sasa wale wana wa Israeli walivyoona hali hiyo, wakamwambia Musa, wewe nenda kaongee naye, utakuja tuambie sisi, kwa sababu ule utiisho ule kuwepo pale. Wao wakasema kabisa, wewe nenda kaongee naye, malizana naye huko, uje utuambie sisi, hatuwezi tukasogea. Na anawaambia makuhani inabidi wajitakase, atakaosogelea na kugusa pale atakufa. Na kuna muda wanaambiwa watakaposogea hawatashangaa kilichowapiga. Kwa hiyo tunaona kwenye mlima inatokea sauti ya baragumu, kuna kuwepo na radi, kuna kuwepo na ngurumo, kuna kuwepo na tetemeko. Sasa na inasemekana atakuja na utukufu huo. Ndio maana tunaambiwa ole udhania ya kwamba umesimama. Utukufu atakaokuja nao mwana wa Adamu utakuwa ni wa kutisha. 6:12 Ufunuo. Utukufu atakaokuja nao mwana wa Adamu utakuwa wa kutisha. Ndio maana tunaambiwa ole udhania ya kwamba umesimama, ili kila siku uzidi kujikagua, kila siku uzidi kujitafakari. Soma msomaji. Anasemaje? Nami nikaona alipofungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Palikuwa na tetemeko kuu juu ya nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Endelea. Mwezi wote ukawa kama damu. Mwezi ukawa kama damu. Endelea. Na nyota zikaanguka juu ya nchi, kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake. Rudia tena. Anasema na nyota zikaanguka juu ya nchi, kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake, utikisapo na upepo mwingi. Twende. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa,
mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya mlima, wakiambia milima na miamba, wakiambiaje? Tuangukieni. Ati tuangukieni. Ati tuangukieni. Kwa nini? Tusitirini mbele za uso wake yeye aliye juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Hasira ya mwana kondoo. Kwa hiyo Yesu atakapokuja atakuja na hasira, atakuja na hasira. Sasa hivi anaweza akakwambia utubu na akawa na kurejea, maana anakwambia na warejea na warudia wale ni wapendao. Sasa rehema hii itakapofungwa, maana yake sasa anapokuja anakuja na hasira. Unaona, ndio maana naambia wafalme watatamani, au wenye dhambi watatamani milima iwaangukie. Hebu tafakari, yaani unatamani mlima ukuangukie. Sasa hivi itokee tu, kwa mfano hizi feni zinazunguka hapa, zinavyozunguka itokee moja imepata shida tu, hichi kimbawa kimoja tu kikakuangukia, kikakuchuna tu kidogo, maumivu yake hutayatamani, lakini siku hiyo utatamani mlima ukuangukie, ili tu ujifiche na hasira ya Yesu. Hiyo si hatari? Hatari kubwa. Si hatari? Hatari kubwa. Si hatari? Kwa hiyo sasa tunaambiwa ole udhania ya kwamba umesimama. Mtumishi hapo kuna andiko alisoma, anasema mtu mmoja, hebu tulisome kwanza Luka 18:9. Tulirudie kwanza hapo. Unaweza ukawa umesimama, unadhani kwamba wewe upo safe, unadhani kwamba wewe upo kamili, lakini kumbe kuna shida. Soma msomaji. Anasema akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Ati watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, twende, wakidharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja mfarisayo na mpili mtoza mshuru. Yule mfarisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona amesimama vyema kuliko wengine. Twende, si wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Ati mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala kuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Sasa ole udhanie ya kuwa umefanyaje? Umesimama. Kwa hiyo mambo hayo yanapoandikwa ni mifano, tujifunze. Mambo hayo yanapoandikwa ni mifano, tufanyeje? Tujifunze. Kwa mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake tunapewa ole. Sasa nisaidie Matendo 7:35. Anasema ndio Musa huyo waliyemkataa wakisemaje? Ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika. Ati kwa mkono wa yule malaika alimtoa katika kile kijiti. Endelea. Kwanza wanasema ni kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kijiti, na tukisoma kwenye ile Kutoka tunaona kwamba malaika wa Bwana akamtokea, ambapo anasemekana ni Mungu ndiye aliyemtokea. Endelea. Anasema huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri, twende, na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Endelea. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu. Sometimes Waislamu wanatumia hiyo. Endelea. Kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Rudia tena. Yeye ndiye alikuwa na malaika
aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Kwa hiyo Musa alisema na nani Sinai? Na malaika ambao ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo Musa aliongea na Bwana Yesu Sinai. Kwa hiyo Yesu anapokuja anakuja na ule utukufu wa Sinai, ambapo wale wana wa Israeli wasema, Musa, wewe nenda kaongee naye, sisi hatufanyeje? Hatuji. Kitakachotokea sisi tutafanyaje? Utatuambia utakachozungumza naye. Kwa hiyo aliyeshuka tunasema ni Mungu, lakini kwa uwakilishi wa malaika wake ambaye alikuwa ni Bwana Yesu, malaika wa Bwana. Rudia andiko hilo. Anasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani, pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Twende tena, pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Huyo baba zetu hawakutaka kumtii. Rudia tena. Huyo baba zetu hawakutaka kumtii. Rudia tena. Huyo baba zetu hawakutaka kumtii. Wakamsukumia mbali. Wakamsukumia mbali. Endelea. Na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Endelea. Wakamwambia Haruni, tufanyie miungu watakao tutangulia, maana huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Endelea. Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhahabu na wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi ya mikono yao. Basi Mungu akagairi. Simama. Kwa hiyo sasa mkumbuke somo ni ole udhania ya kwamba umesimama. Hiyo ni historia ya wana wa Israeli. Ni historia ya wana wa Israeli. Hiyo imesummariziwa vizuri sana kwenye hiyo Matendo 7. Imejaribu kuelezea kuanzia kwa Ibrahimu. Imeelezewa vizuri sana. Sasa tunaona kwamba Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Aliwatoa Misri, lakini mwisho wa siku wanamwacha. Lakini ukumbuke wana wa Israeli wanapotolewa Misri, wao target yao ilikuwa ni kwenda Kanani. Musa anawatoa, Mungu anawaambia akawatoe awapeleke katika nchi yenye asali na maziwa, kwenda Kanani. Lakini mwisho wa siku wanaenda wakakoma njiani. Unaona, wanamwambia Haruni awatengenezee miungu wengine. Kwa hiyo kwenye akili yako sasa, cha kwanza ambacho nitakiwa ujue, unaweza sisi tupo katika safari ya mbinguni. Tupo katika safari kuelekea mbinguni. Kama wana wa Israeli walivyokuwa wanaelekea Kanani, mwisho wa siku hawakuingia wote. Mwisho wa siku hawakuingia wote. Kwa nini hawakuingia wote? Ni kwa sababu hawakufuata maagizo ya Mungu. Kwa sababu hawakufuata maagizo ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kaanza safari ya kuelekea mbinguni, usiposimama ukaishia kama wana wa Israeli. Ndiyo maana ole inatangazwa ya kwamba udhania ya kwamba umesimama. Ole udhania ya kwamba umesimama. Nisaidie Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa kwanza. Twende taratibu hapo. Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa kwanza. Anasema, maana tumeona wana wa Israeli wametolewa kutoka Misri, na mpango wa Mungu ni kuwatoa awapeleke Kanani. Unaona? Ni kuwatoa waende Kanani. Na wengine pia hapa tumetoka katika uongo. Target ni kujua ukweli na tuelekee mbinguni. Lakini tunapewa ole. Tunapewa ole. Soma msomaji. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Endelea. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Endelea. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao. Lakini wengi katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Waliangamizwa jangwani. Kwa hiyo
Yesu Kristo anawaongoza. Unaona, Musa anaenda kuwatoa, lakini tunaona wanaongozwa na malaika wa Bwana ambao ni Yesu Kristo. Unaona, lakini mwisho wa siku wakafanyaje? Wakaasi. Unaweza ukasema nina Yesu. Unaweza ukasema nina Yesu. Asipokuwa ndani yako bado tena ni changamoto. Yuda alikuwa anatembea naye hivi. Ila mwisho wa siku akasaliti. Yuda akawa anatembea naye, mwisho wa siku akasaliti. Kwa hiyo unaweza kuwa sehemu ambapo Yesu yupo, ila asipokuwa ndani yako bado pia ukapata shida. Tunaona wana wa Israeli walikuwa walikombolewa, wakaongozwa, unaona, na Yesu Kristo. Lakini mwisho wa siku bado waliasi. Ole udhania ya kwamba umesimama. Bali waliasi. Na mwisho wa siku sasa waliangamizwa. Mwisho wa siku waliangamizwa. Soma mstari wa 6. Anasemaje? Basi mambo hayo yalikuwa mfano kwetu. Yalikuwa mfano kwetu. Kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Kwa hiyo mambo hayo ni mfano kwetu. Soma 11 na 12. Mambo hayo ni mfano kwetu, tusiwe watu wa kutamani mambo mabaya, kwa sababu wana wa Israeli walitamani Misri. Anasemaje? Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama afanyeje? Na angalia sianguke. Somo nimelitoa hapo. Hii title nimeitoa hapo. Nimechukua ole ya Amos na hiyo hapo Wakorintho wa kwanza 10:12. Ole adhania ya kwamba amesimama asianguke. Ole adhania ya kwamba amesimama asianguke. Kwa hiyo sasa wana wa Israeli wamekombolewa kutoka Misri, lakini mwisho wa siku umefika jangwani wakaasi. Walivyoasi wengine wakaangamizwa. Lakini kumbuka target yao ilikuwa ni kwenda Kanaani. Na tunaambiwa kwamba mambo hayo yameandikwa ili tujifunze. Chukua sekunde mbili utafakari. Nakupa sekunde mbili utafakari. Acha kuniangalia. Utafakari kwa sekunde mbili. Mambo hayo yameandikwa ili tujifunze. Ole. Kwa sababu Mungu anasema nimeweka baraka na laana. Baraka ni kufuata maagizo yake. Laana ni kutokufuata. Kumbukumbu la Torati 11:26. Hebu soma kwanza hapo. Kumbukumbu la Torati 11:26. Anasemaje? Kumbukumbu la Torati 11:26. Angalieni nawawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka na laana. Endelea. Baraka ni hapo mtakaposikiliza maagizo ya Bwana. Baraka ni nini? Ni hapo mtakaposikiliza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo. Na laana ni hapo msiposikia maagizo ya Bwana. Kwa hiyo baraka ni kusikiliza maneno ya nani? Ya Bwana. Na laana ni kutokufanyaje? Kusikiliza maagizo ya Bwana. Lakini nature ya mwanadamu au mwalimu wake ni Shetani. Sasa kwa sababu Shetani na yeye anakuwa na watumishi wake, wale watumishi wake nao wanaendelea kuwafundisha watu wao kwamba hakuna sheria. Unaona? Kwa andiko hilo bado sheria ipo. Lakini sasa sheria anayosema Paulo anashindana nayo, hawezi akafanyaje? Akaitimiza. Hawezi akaitenda kwa sababu mwilini mwake ana mwili wa dhambi. Lakini anasema anashukuru Mungu kwa kumtoa mwanawe Yesu Kristo aliyekufa. Maana yake Yesu anampa nguvu ya kuweza kutenda na kuiishi hiyo sheria. Warumi 8:3. Unaona? Kwa hiyo Yesu anampa nguvu ya kutenda na kuishi
hiyo sheria. Soma mtumaji. Anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe, kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo Mungu alihukumu ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi. Kwa hiyo unamwamini Yesu Kristo, mbele unatembea katika neema. Wanayosema wao, ingawa wanasema wao ni kuvunja sheria. Kwa hiyo sasa tunasema ole udhanie ya kwamba umefanyaje? Umesimama. Ole udhanie ya kwamba umesimama. Kwa hiyo sasa nisaidie Wakorintho wa pili, anza 3 na mstari wa pili. 3 mstari wa pili. Wakorintho wa pili 3 mstari wa pili. Anasema hivi, anasemaje? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Haya, tunaambiwa sisi ni barua ya Kristo. Sisi ni barua ya Kristo. Swali. Mtu akikuangalia anamuona Yesu, ole udhanie ya kwamba umesimama. Mtu akikuangalia hivi anamuona Yesu, kwa sababu Mungu anasema ataweka sheria ndani yetu sisi, na anapoweka sheria ndani yetu sisi tunakuwa barua ya Kristo iliyoandikwa si kwa mbao mbili, ile kwa Roho. Unaona, kwa Roho tunakuwa barua ya Kristo. Sasa mtu anapokusoma anamuona Yesu. Mtu anapokusoma anamuona Yesu, ole udhanie ya kuwa umesimama. Wagalatia 2:20. Ole udhanie ya kuwa umesimama. Sawa msomaji? Anasemaje? Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Rudia tena. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Rudia andiko. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Kwa hiyo sio mimi tena, ni Kristo aliye hai ndani yangu. Swali, Kristo akiwa hai ndani yangu, na wala si mimi tena. Si mimi tena manake si ni Yesu ndo anaishi. Nitakuwa shabiki wa Simba na Yanga? Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi tena niliye hai, ile ni Yesu. Sasa Yesu anaweza kawa shabiki wa Simba na Yanga? Ole udhanie ya kuwa umesimama. Ole udhanie ya kuwa umesimama. Kwa hiyo masomo kama haya yanapokuja, lengo, unajua hapa huwa mara nyingi tunafundishana kuwachimba imani, lakini masomo yanapokuja hapa ni kwa ajili ya kushtua. Kuwa makini. Kuwa makini. Maana yake Mkristo siku zote inabidi tukae kwa kujitafakari. Yaani tunakaa kwa kujitafakari. Kile Mungu anachokuwa anasema na sisi tuishi kwa hicho. Kile ambacho hatuwezi tujaribu kumuomba, maana tunaambiwa hakuna mkamilifu. Kwa hiyo tunakuwa tunazidi kuomba ili Mungu atukamilishe. Tunazidi kumuomba yeye ili atukamilishe.
Lakini utakaporidhika ukasema kwamba sasa mimi hapa nimefika, ole inakuhusu. Utakaporidhika maana ukasema nimetoka kwenye utatu. Utatu ndio ulikuwa na changamoto. Utatu ndio shida. Utatu ndaba ni miungu ya Babeli. Hata mimi nasemaga hivyo, nawaambia utatu. Huwa nawaambia sana. Sana tu nimewasema sana watu. Kwa hiyo utatu ni changamoto. Ukatoka huko ukaja ukasema sasa kwa sababu silipo kwenye utatu nipo salama. Unaona? Nipo salama. Lakini unapewa ole. Utatu ukatae na mambo mengine yazingatie. Umetoka Jumapili, Sabato izingatie na mambo mengine yazingatie. Lakini usipozingatia mambo mengine, hata utakaposema kwamba mimi siamini utatu, ole itakuhusu. Ole itakuhusu. Kwa sababu Paulo wanapoandikia ole adhani yake kwamba umesimama. Usifikirie alikuwa anaandikia watu wa Jumapili. Jumapili tu imekuja hiyo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 321 ndio imekuja. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaandikia wa Sabato. Usifikirie alikuwa anaandikia watu wa Jumapili. Alikuwa anaandikia wa Sabato. Alikuwa anatuandikia mimi na wewe. Akijua kwamba kuna watu wanahisi wamesimama, lakini anawapa ole. Kwamba anawapa ole wao wanaodhani wamesimama. Kwa nini? Kwa sababu anasema hata wale waliotoka jangwani walijua wanaelekea wapi? Kanaani. Lakini mwisho wa siku walikatiliwa mbali. Kwa hata wewe sasa unaelekea Kanaani ya mbinguni unaweza kaishia njiani. Ndio maana tunapewa ole. Kwa hiyo somo hili linakuja kwa ajili ya kutuweka kwenye mstari, kwa ajili ya kutuweka sawa. Tujichunguze ndani yetu na dhamiri zetu zikitushuhudia ni wapi tunapoanguka, then tukae katika kusali, tukae katika maombi kana kwamba Yesu anarudi dakika moja ijayo. Lakini ukisema kwamba hapa nimefika, ole itakuhusu. Lakini tumshukuru Mungu, kuna andiko moja huwa nikilisoma yani mpaka nywele huwa zinasisimka. Hebu msomaji nisaidie andiko hilo. Wakorintho wa 2:14. Hilo andiko huwa nikilisoma huwa nikifika tu hapo nakuwa na matumaini fulani. Nakuwa na matumaini fulani, lakini tumaini. Msoma msomaji. Anasema ila Mungu ashukuriwe. Ati ila Mungu ashukuriwe. Ashukuriwe Mungu. Anayetushangiliza daima katika Kristo na kudhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu. Kwa tu manukato ya Kristo mbele za Mungu. Sasa hapo ujue kwamba manukato hayo mbele za kwa wale wanaopotea harufu mbaya, kwa wale wanaopotea harufu nzuri, kwa wale wanaoelekea. Ndipo walizandika hilo. Soma msomaji. Wanasema kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika hao wanaokolewa na katika hao wanaopotea, katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti. Kwa hiyo wanaopotea mbele za Mungu ni harufu ya mauti. Wanaopotea mbele za Mungu ni harufu ya mauti. Lakini anashukuriwa Mungu anayetushangiliza katika Kristo. Unapomwendea Kristo, maana yake anazidi kuweka karibu nao, naye anaweza kukuokoa. Naye anaweza kukuokoa. Anaweza kutuokoa. Mtumie kauli hiyo. Kwa hiyo Kristo anaweza kutuokoa. Kristo anatuokoa. Kristo anatuokoa. Lakini Kristo anapotuokoa baada ya kutupa maelekezo. Baada ya kutupa maelekezo ya kwamba kuna mambo tupasao kufanya. Usipofanya atakapokuja ole inakuhusu. Kwa mfano Isaia 25:31 Mathayo 25:31 Mathayo unasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu
katika utukufu wake. Atakapokuja mwana Adamu katika utukufu wake. Sasa tunapoona katika utukufu wake, vuta picha ya Sinai. Vuta picha ya Sinai. Endelea. Na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Hivi kuna mtu ambaye kuchunga hapa? Kuna mtu amewahi kuchunga mifugo? Mifugo mimi nimewahi kuchunga mbuzi. Kipindi hicho nilikuwa darasa la 5 na 6 mpaka la 7. La 7 nilifika la 7 nikaacha. Lakini ile 4 na 5 na 6 mpaka la 7 mwanzo nikaacha. Mbuzi kama mbuzi. Yesu anaposema yeye ni mchungaji mwema, usifikiri maandiko limewekwa tu kwa ajili ya kufurahisha au kwa mtu asielewe anaweza sielewe. Anaposema mimi mchungaji mwema, mchungaji yoyote mwenye upendo na mifugo yake, ikitokea hata mfugo mmoja akifariki, na yeye analia. Yaani mfugo ukifariki, na yeye anaangusha kilio, anakuwa na uchungu sana. Watu tumelia sana. Unakuta mbuzi imezaa kale katoto hapo wakati anazaliwa kama kufa. Hicho kilio chake si cha mchezo. Sasa mbuzi unapokuwa wachunga, ikitokea unataka kuwabagua, mfano sisi tulikuwa tunachunga watu wengi tu, kwa tunachunga tu vijana wengi. Sasa tukienda sehemu tunaona hapa mbuzi wetu hawatashiba kwa sababu mbuzi wengi sana. Namwambia mdogo wangu, tutoke twende zetu huko kwa shamba kwetu, hapa mbuzi hawatashiba, hapa ni wengi sana, hakuna hata majani. Kwa hiyo alisema mdogo wangu, anasema tuondoke, tutoe mbuzi wetu. Kwa hiyo nilikuwa nikisimama hivi, nikisema tu, wakishasikia tu sauti wanajua kabisa hawa hapa hatutakiuka. Kwa wao wenyewe wanajibagua, hatupata na shida, wanajitenga wao kama walivyo, tunaondoka nao, wengine wanabaki kama walivyo. Kwa mbuzi walikuwa wanatufahamu. Maandiko yanasema atakapokuja mwana wa Adamu atabagua. Sema hapo andiko limetumia kondoo na mbuzi, lakini najaribu tu kukupa mfano. Atabagua kondoo na mbuzi. Kwa hiyo kondoo walipo Yesu wata automatic hata tumia nguvu kubagua. Wao watajielekeza tu kwamba sisi ni kondoo wako, watakuwa wamejitenga. Mbuzi watakuwa wamejitenga, na mbuzi watakaa mkono wa kushoto, kondoo mkono wa kulia. Na kwa nini anawatenga? Ni kwa sababu anasema kondoo sasa walikuwa wanasaidia wahitaji, mbuzi walikuwa wanasaidia wahitaji. Kondoo wataalikwa kwenye ufalme wa Mungu, mbuzi wataambiwa kahukumiwe katika moto wa jehanamu alioandaliwa Ibilisi na malaika zake. Swali, hiyo ni andiko Yesu amesema kwa habari ya wahitaji. Ulishawahi kumsapoti mhitaji? Swali linakuja, ulishawahi kumsapoti mhitaji au unampa kisogo? Ole udhania ya kuwa umesimama, ole udhania ya kuwa umesimama. Kwa hiyo masomo kama haya yatutafakarisha, tufikiri zaidi kama Wakristo mambo tupasayo kufanya. Jambo linalotakiwa lifanyike ambalo ni jambo la kimungu na Mungu ametuagiza kulifanya, tunapaswa tulifanye. Kila Mkristo afanye kinachotakiwa kadri ya alivyoitwa au kadri apasavyo kufanya. Ole unaendelea kuwa umesimama. Mimi nitaishia hapa na Mungu awabariki, kwa sababu sio muda wa sio fundisho la mjadala. Sitaruhusu swali, labda tuombe. Asante Baba mbinguni kwa neno lako ambalo uliweka ndani yangu niweze kuliwasilisha. Baba, tunajua sisi
pengine tunaanguka kwa namna moja au nyingine kwa mambo madogo madogo ambayo tumekuwa tukiyatunza. Tunaomba Bwana rehema zako, tunaposikiliza neno hili ambalo ni ole na onyo ambalo lizungumza nasi, tuweze kujitafakari na tuweze kurudi kwenye njia inayokupendeza. Wezesha kila mmoja Bwana, neno hili likawe tahadhari kwake, ikawe ni alamu ndani ya moyo wake, aweze kuishi akijua kwamba kuna ole. Wezesha kila mmoja aweze kusimama na kutafakari kila saa, kila wakati, akijua kwamba muda wote waje. Bariki kanisa lako, wezesha huduma yako Bwana izidi kusonga mbele, na wezesha kila mmoja kututia nguvu na imara wa kiakili na kiafya, tuweze kusimama katika mapenzi yako. Jina lako litukuzwe, ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki. Asante kwa Mungu, asante kwa somo zuri.